naomba diwani unisaidie. Na shida, mwanangu ana shida za nyama za pua. Niko naomba unisaidie kufanya operation. Usilie sasa. Kwa jina naitwa Fadhila Fadhili. Ni mkazi wa Rubakaya, kata Zingiziwa. Nimemzaa mwanangu tarehe 26 mwezi wa 11 2023. Mtoto wangu anaitwa Falkhati Idrisa Muhammad. Kipindi niliruhusiwa ndani ya wiki moja, ni changamoto kwake zilikuja kutokeza. Kwa kupumua na hema shida, unajua mwanzo labda pneumonia. Labda nini? Homa labda kali, unaenda hospitali Zingiziwa. Ndipo naenda achuma sindano. Wadi tatizo kushtuka, nesi daktari mwenyewe alishtuka tatizo. Asema mtu baba umemzaa na tatizo nyama za pua. Hapa ipimo hatuna. Nenda sasa ujifungua kama Amana. Basi nenda Amana ili wakaangalie hii labda kweli au sio kweli. Sawa. Akanipa tamfa hadi Amani. Nilipoenda Amana nikaelezea nini, akaangalia, wakampima vipimo, wakasema kweli anatatizo nyama za pua na hizo alizaliwa nazo. Kwa hiyo sasa hivi hawezi kufanya operation. Nitampa dawa atumie, aendelee kutumia itakavyokuwa hivyo. Labda zikizidi sana, ukimweka hospitali atajua, atamchoma sindano nini. Kwa shida kuja huko Amana, akizidiwa mtoto tafuta hospitali ya karibu, anaweza kumtuliza. Sawa. Nimehangaika wadi, nakumbuka niko siku ya Jumatatu, siku ya Jumamosi kwa kwenye biashara zangu. Kuna rafiki yangu karibu anajua tatizo la mwanangu. Akaja akanifuata asemaje, nenda kwa diwani, yule uanza kimya, anaweza kukusaidia uende. Changamoto ya msaidia kutofikia sio nzuri, inabidi uende diwani anaweza kukusaidia tatizo la mwanao. Sawa. Nikatoka kwenye biashara zangu, nikaenda kwenye mkutano, nikawezia na diwani. Nikasema kapo, nimekaa ngoja niuliza maswali, nikamwomba kaniki anisaidie mwanangu atiza nyama za pua, anisaidie kufanya operation. Kufanya operation ngambia gharama za operation 500,000, na diwani bila kusita alinisaidia kufanya operation. Gharama zote za hospitali alilipa yeye diwani. Nashukuru support yake, alinisupport mwanangu hadi alipopona, hadi kuja hospitali kuja kutembelea mwanangu, kuangalia maendeleo yake. Namshukuru sana diwani kunisaidia. Nashukuru sana na rais wetu Samia Suluhu Hassan. Ndio sema shukrani na kusaidia mwanangu kwa kupona. Shukrani zote. Nashukuru sana. Mimi naitwa Ramadhani Mapunda, mwenyekiti wa serikali mtaa wa Gogo. Lakini kwa upande wa kata ya Zingiziwa ndio katibu wa wenyeviti wa serikali za mitaa, lakini pia ni katibu wa mheshimiwa diwani. Changamoto ya dada tulipokea tarehe 30 ya mwezi wa 4 kwenye mkutano wa mheshimiwa diwani ambao alifanya kwenye mtaa wa Rubakaya, kwa sababu ni utaratibu wake wa kila mwisho wa mwezi kufanya mkutano katika moja ya mitaa ya kata ya Zingiziwa kusikiliza kero za wananchi. Ndipo dada alivyokuja akaelezea kero, changamoto aliyokuwa nayo inayohusu mtoto ambaye amezaliwa akiwa na nyama za pua, na baada ya kuhangaika kwa muda mrefu na kukosa msaada, ikabidi aje amfesi mheshimiwa diwani, kwa sababu tayari alishapata taarifa kwamba diwani alishasaidia watu wengi na alijua kwamba uwezekano wa kumsaidia upo. Na ni kweli, kwa sababu diwani wetu ni mtu ambaye amepewa hiyo karama na Mwenyezi Mungu ya kusaidia. Baada ya kupokea tu hiyo changamoto ya dada,
akaibeba moja kwa moja na akasema huyu nitamtibia mimi mwenyewe tena kwa gharama zangu. Mungu bariki, ni kweli mtoto ameenda, amefanyiwa matibabu, amefanyiwa upasuaji na sasa anaendelea vizuri. Yaani kwa kifupi, diwani wetu sisi Mheshimiwa Suleiman Ayubu Kaniki ni mtu ambaye ili sio tukio la kwanza, ashafanya matukio mengi. Kama mtakumbuka, kuna yule mtoto ambaye alikuwa na changamoto ya vidole kuungana na alimsaidia, alifanyiwa upasuaji mpaka sasa hivi mpaka akapata fursa tena kurudi shule kusoma baada ya kusimamishwa shule kwa muda mrefu, kushindwa kuandika kutokana na vidole kuungana, lakini baada ya upasuaji yule mtoto yule aliweza kurudi shule na kuweza kuendelea na masomo. Lakini pia kama unavyosikia mama mjane kule Zogowali ambaye alijengewa nyumba ambapo sasa hivi anaishi katika mazingira mazuri pamoja na familia yake, yote ni katika ile kuhuiwa kwa Mheshimiwa Diwani kusaidia jamii. Lakini bado kwenye kata yetu bado mambo mengi sana amefanya ambayo yanagusa jamii moja kwa moja. Mfano mzuri, ujenzi wa kivuko cha kwa Mama Yusuf ambacho sasa hivi kimepewa jina la kivuko cha Kaniki ambacho kimewekwa pamoja na taa. Mheshimiwa Diwani kutokana na kero ya muda mrefu ambao wananchi wa kata ya Zingiziwa hasa mitaa ya Rubakaya, Zogowali na maeneo mengine, kwa sababu kivuko kile kinatumiwa na watu wengi, aliweza kujitolea kwa kushirikiana na wananchi wa maeneo yale kuweza kujenga kivuko kile, lakini yeye akichangia zaidi ya 90% ya gharama za ujenzi wa kivuko kile. Kule maeneo kwa waziri wa fedha kuna kivuko nacho kimejengwa ambacho sasa hivi kimekuwa kiunganishi kati ya kwa Kibadeni na mtaa wa Zogowali. Wananchi wameweza kupata huduma rafiki katika maeneo yale, kwa hiyo mawasiliano yamekuwa ni rahisi zaidi. Na mambo mengi na mengi amefanya. Na sisi kwa kiukweli tunaendelea kumwombea kwa Mungu. Mungu aendelee kumwezesha, Mungu aendelee kumpa moyo huo wa kusaidia mpaka atakapomaliza miaka yake 5 ya uongozi katika kata ya Zingiziwa. Tunaamini wananchi waliokuwa wengi watakuwa wameguswa naye, kama sio mmoja hata katika mazingira ya kijamii watakuwa wameguswa kwa kufaidika na uongozi wake. Lakini pia nichukua nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa uwezeshaji mkubwa ambao amefanya katika kata ya Zingiziwa. Kiukweli mimi nikizungumzia kama mimi binafsi kwenye mtaa wangu tu mambo ni mengi sana, mengi. Sasa hivi tuna soko pale kubwa zuri la kisasa katika mtaa wa Gogo, soko la Zingiziwa. Tumenufaika na ujenzi wa madarasa yasiyopungua 63, zaidi ya milioni 660 zilikuja katika mtaa wangu kwa ajili ya kuboresha elimu sekondari, ujenzi wa madarasa 33. Lakini pia bado shule za msingi tumepata madarasa, uboreshaji, yani kiukweli amefanya mambo mengi. A lot of money imetumika kwa ajili ya huduma za kijamii kwenye mtaa wangu. Sasa hivi tuna kituo kikubwa cha polisi kizuri cha kiwilaya, lakini bado na mambo mengine. Sasa hivi tuna mchakato wa kutaka kujenga zahanati katika mtaa wa Gogo. Maeneo mengine huko kule Nzasa utaona sasa hivi zahanati imeshafunguliwa inafanya kazi. Tuna zahanati ya Rubakaya ambayo iko katika mtaa wa Zogowali pale. Tuna kituo cha afya sasa hivi kikubwa pale kata ya Zingiziwa kwenye mtaa wa Zingiziwa. Yote ni kazi kubwa na nzuri iliyotukuka ya Mama Samia Suluhu Hassan. Asingekuwa yeye, sisi haya yote tunayozungumzia angekuwa ndoto. Sasa hivi watu wa Zingiziwa tuna neema, tunafurahia matunda ya uongozi wake, na tunaamini baada ya kumpata na diwani mchapakazi mwenye moyo wa kujitoa Suleiman Ayubu Kaniki, kwa kuunganisha nguvu ya pamoja rais pamoja na diwani wetu, tunaamini Zingiziwa yenye neema kubwa sana inakuja.